Bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina naitwa Ahmed Oleunwa kutoka sehemu hii ya Shartuka, Transmara, sub-county ya Narok. Mimi ni mkaaji wa area hii na ni Muislamu, nilikuwa Muislamu kwa miaka mingi sana. Sasa niko na miaka kama miaka 20 kwa Muislamu. Nilisilimu wakati Waislamu kutoka Mombasa walipotembea huku. Kulikuwa na kikosi kikubwa kutoka Mombasa walikuja kufanya dawa ya dini katika sehemu hii, na walikuwa wakipatia Waislamu msaada kidogo. Nilikuwa naona wakipatia kama chakula za Ramadhani zile za futar. Nikapendezwa sana na ile Uislamu vile inafanya, sababu sijaona dini nyingine ambayo imefanya jambo kama hilo. Mimi mwenyewe sikufanya investigation nyingine tofauti, nilipendezwa na hiyo peke yake. Kaingia kwa Muislamu na nikabahatika kidogo, baada wakati niliingia dini nikabahatika kidogo kwenda kusoma dini. Kasoma dini kidogo kiasi ambaye kwamba najua haki ya dini. Nikasoma miaka 3 madrasa, na baada hapo nikarudi kwa sababu ya nilikuwa natamani sana kusoma shule. Na pale ile madrasa yetu ilikuwa ni haina shule ndani yake. Sasa na mimi nilikuwa nataka nipate both side. Karudi kusoma hapa, kusoma tena nikafika mpaka form 3. Ndo nikapata changamoto kidogo ya school fees, nikarudi tena nyumbani. Nikawa naendelea, nikaoa, nikakuwa na familia mzuri. Na familia yangu kwa ukweli kabisa niliingisha katika dini. Wakawa katika Uislamu. Nikawafundisha watoto wangu kujua kuswali pia na zile harakati za dini. Na kwa hiyo tukabahatika tena kupata mwalimu kutoka Mombasa ambaye alikuja. Mwalimu huyo alikuwa anaitwa Ustadh Ramadhan, akakaa na sisi akafundisha dini. Huyo akapika transfer, akakuja mwalimu mwingine alikuwa anaitwa Saidi Abdalla Saidi, na ndiye anaendelesha sasa hivi. Wale watoto wangu pia wakawa wanajua dini vizuri, na nashukuru saa hii watoto wako at least wanaweza kusoma Qur'an vizuri. Dini yetu hapa ya Uislamu Transmara, najua hapa ni sehemu ya Masai kidogo ile dini wanaipenda, ingawa hawajaingia kuwa katika Uislamu, sababu wanaamini kwamba ile Uislamu hapa ama Uislamu wenyewe kidogo inaendana sambamba na mila zao, niingiana na mila yao. Ukiangalia kama sehemu ambayo kama wanawake, wale wanawake wakiwa wanakaa sehemu hawakai na wanaume pamoja, na ukiangalia katika Uislamu pia ni hivyo. Katika Masai wasalimiani kwa mkono na wanawake. Ile mila ya Masai ilikuwa inakaa hivyo, na pia Uislamu inafundisha hivyo. Kusalimiana kwa mikono kwa wanawake si vizuri. Uongozi ya mwanamke katika Masai hiyo ni hawatambui. Wao wanaamini kwamba uongozi ni wanaume peke yao. Sasa ukikuta Uislamu pia hivyo, na ile uongozi wanaangalia sana katika wanaume. Saa hii Uislamu hapa Shartuka ama Transmara tuko na shida kidogo, kwa sababu ile jamii yetu umeingiliwa na jamii zingine. Sasa unakuta kwamba kuna mchanganyiko, sababu kuna wale ambao wamekuja na dini zingine kama Ukristo, mpaka ile jamii imechanganyishwa mpaka umejiona kwamba
hawajui ni dini gani ndio ya ukweli, na tukifuatilia kuwaelezea wanakubali kwamba sisi ni sawa, lakini si sana waingie Uislamu, si sana. Lakini kwa kupinga Uislamu wapingi, kuamini Uislamu wanaamini kwamba ni dini safi. Sasa hiyo ndio changamoto ambayo tuko naye hapa, ambaye tusijui tungetatuaje, sababu inataka usaidizi wa hali ya juu kwa mbinu ya kuwafikia watu. Na moja ambayo mimi niliona ni kuwatembelea ile jamii boma kwa boma, kutembelea, kuongelesha. Kipatikana kikosi za wale wa dawa, kutembelee area hizi, wao wanaongelesha, kuwafundisha wajue kwamba Uislamu sio dini mbaya, kwa sababu inaingiana na mila yao. Labda wataingia, watakuwa wengi, lakini wao unajua bado wanasimamia ile mila yao kama ni dini. Mpaka sasa wanasimamia ile mila yao kama dini, sababu Kristo pia ijakuwa na nguvu sana, sababu ija change mambo mingi sana ya mila, sababu wale jamaa wanaona hii ni kama inaenda kombo kidogo na ile mila yao. Labda nikielezea historia ya hapa hii msikiti yetu ambayo tumeanzisha. Msikiti yetu ilianza nafikiri kwa na miaka 7 hivi hapa sasa, na tulishikwa mkono na wafadhili kutoka sehemu zingine wakitusaidia. Walipoona kwamba Uislamu si mbaya sana katika sehemu ya Masaini, wajenga msikiti, na tuko na msikiti sasa. Mnaona msikiti ambayo kwamba imejengwa, ingawaje bado haijaisha kabisa, lakini inaendelea, ujenzi yake inaendelea. Hii msikiti hii ilipoanza, saa hii tuko na Waislamu wengi, kama Waislamu kama familia almost familia 10 ambao wanaswali katika sehemu hii. Na katika familia, kila familia unapatikana watu pamoja na watoto, watu kama 10-20. So msikiti hii saa hii tuko na wanafunzi pia wanafundisha madrasa inaendelea hapa, na nimesimamia kama mimi chairman, na nasaidiana na mwalimu ambaye kwamba alitumanishwa na wale wafadhili wetu kwamba washikilie eneo hili ili Uislamu iende mbele. Historia hapa ni mingi sana. Kuna wazee ambao kwamba walitangulia Uislamu kabla sisi, wale ambao walileta watu wa dawa kutoka Mombasa, kama mmoja wetu hapo Sheikh Hassan Leonardo. Kuna babangu alikuwa anaitwa Hussein, anaitwa Michael kutoka sehemu Sangoli, ndo huko walitangulia. Kina Isa Keres, kuna watu wengi hapa sana walitangulia dini kitambo kabla sisi. Lakini kwa saa hii sisi tumekuwa na msikiti 2. Kuna msikiti nafikiri inaenda kwa 3, sababu kuna msikiti nyingine hapo juu Shartoka Senda, kuna nyingine hapo chini karibu na Mosro, alafu hii iko karibu Mosro pia, lakini sehemu ya karibu Shartoka Secondary. Sisi tunafundisha hapa, na wale pia wanafundisha huko, na wale pia yuko pale juu. Kwa hivyo sisi wote tunashirikiana. Tunaona ni faida kubwa ikipatikana msikiti mingi, sababu future hatujui kama inaweza kuwa Uislamu kwa wingi sana na hii msikiti itakuwa mzuri. Sasa inawezekana ikapatikana, lakini kwa sahihi wale wazee walikuwa kidogo hawaelewi dini. Ni wakati hiyo ilikuwa ni shida hiyo, lakini kwa sahihi kama tumepata kama kuna mtu amekosana na mtu, lakini tayari hajatoka kwa Uislamu, amepata mahali ya kwenda. Lakini wakati ile kabla ilikuwa na msikiti moja, ilikuwa mtu anatoka kabisa kwa Uislamu. Kuna watu wametoka kwa Uislamu kabisa, najua kwa majina kabisa wametoka kwa Uislamu kabisa kwa sababu ya kukosana na mtu. Lakini leo wakati hii ambayo sisi ndio wazee sasa hivi ambao tunashikilia dini, hatujapata watu kama hao sasa hivi. Lakini kwa hapo mwanzo kulikuwa na shida kama hiyo na wametoka.
Kwa sisi wa Masai, nikiongea kama Masai sasa, kila kitu pale kwako unaongoza kama mwanaume na unahakikisha boma yako udanganyi. Ndio hata waambie wale wa Masai wakisema wakiwa katika ile harakati yao ama kukutana, ile habari ya asubuhi kupatiana habari ama juu ya usima, unapata wanasema watoto wangu ni wazima, wako sawa, hata kama mama wako ndani, mama wako ndani kwa watoto. Sasa sisi wakati atuongee na wale wa mama pale, ndio inakuwa ni shida. Labda ni hiyo kusaliwa kwetu hivyo, labda tuanze kuwafundisha, kwa sababu ni wachache ambao wamejua dini, kuwafundisha mama pale nyumbani. Lakini nashukuru wakati mwalimu kutoka Mombasa ambaye anaitwa Saidi Abdalla Saidi alianzisha class. Baada ya juma huwa anafundisha, baada ya juma anafundisha, anakuwa na class kidogo ya dakika 20-30 juu ya kuwafundisha wajue kwamba dini yetu inakatasha hili, inakubali hili. Na kwa sasa, kwa sababu tumeendelea kama miezi 3 hivi almost, ya mama pia wamejua kitu. Kwa hivyo ni improvement ambayo imeingia wakati ule mwalimu tulimpata akaweka ile darasa, na sasa hii tunaona kama imekuwa mzuri. Ikiendelea hivi miaka 2-3, nione itakuwa sawa. Haitakuwa na hiyo kwamba mbona nyinyi wazee wamfundisha wake zenu, haitakuwa na hiyo. Sababu itakuwa hata wanawake pia wamejua. Alafu ya 3 ama ya pili, watoto wenye tuko naye madrasa sasa ndio watakuwa wasasi wa siku zijazo, na wanaelewa dini, kwa wasichana, kwa vijana wale wafulana. Kwa hivyo nafikiri hakuna hiyo, haitakuwa na hiyo. Labda tukisilimisha mtu kutoka pengine ameoa kutoka wale ambao ni Wakristo, sababu tunafanya hivyo, tunaoa wale ambao ni Wakristo, tunasilimisha, anakuwa Muislamu na anakuwa Muislamu mzuri. Kwa hivyo labda tukioa huyu ndio sasa itakuwa hiyo changamoto tuwafundishe tena. Lakini kwa saa hii kulingana na vile tunaendelesha dini ama vile inaendeleshwa dini na ule mwalimu ambaye tumepata, hatutakuwa na hiyo changamoto baadaye tena. Takuwa watu wote ni wasomi na wameelewa dini. Changamoto kubwa sana ni mila. Watu ni sana wanafuata mila yao sana, na kuacha ile mila unaona ni ngumu sana, ingawaje tunajaribu kuelezea vitu mingi ya ile mila yao haina shirki, haina ile kushirikisha, lakini hawaachi zile mila yao 100%. Na najua hapa Masaini ni watu ambaye ni waimbaji, wanaimba sana. Hiyo kuimba upati nafasi sana kuacha ile mila yao. Kwanza akisikia mahali kuna nyimbo tu anapenda sana. Yaani mtu yote akizaliwa kwa Masai anapenda kuimba. Labda mlete kaswida. Kuleta kaswida wa jamaa wataimba, wataacha ile pale waimbe kama nyinyi. Na mimi nilikuwa naona kama nilikuwa naambia mwalimu wetu, labda tukipata kaswida zio tunaimba vile nini hata, sababu ukiona kama wale wa Somalia ambao wako hapa sasa hawajashawishi pale Masaini, sababu yani nyimbo wale wapendi. Sasa washikani na wale kabisa 100%. Sababu Masai hataki kitu serious. Hataki kitu kidogo inachezwa kidogo. Sasa kila kitu kwetu serious. Si vizuri. Sasa nataka kidogo wafurahishwe, na ni watu wa sherehe. Kama najua Islam pia inapenda sherehe, lakini hao ndio zaidi wanapenda sherehe. Lakini kwa ile mila yao kwa kweli kabisa washirikishi Mwenyezi Mungu, sababu wao wanajua Mwenyezi Mungu ni mmoja. Ndio wanasemanga Mwenyezi Mungu ni mmoja, anajua tu Mungu ni mmoja. Hata kuomba kwao ilikuwa wakiomba Mungu, kuna mahali wanaangalia kibla. Wanapiga magoti wanaangalia kibla.
Sasa tukielezea hii kwa mila, naona ni sawa. Ndio naona mimi nikasilimu. Mimi ni Masai pia, mama, baba, babu. Hata shosho ile ya kusema mama, pande ya mama ni 100%, pande ya mzee 100%. Mimi ni pure Masai. Sijakuwa pengine 50 kuna mama 100% on both side. Hapa hatuna kupingana kwa kweli. Hata saa hii tukiwa sisi familia yetu kuna Wakristo ndani. Na wanakubali, mpaka wanatuuliza nyinyi mnatakaje? Kama ni sherehe yetu, wanasema mnatakaje? Na wanashirikiana. Kama ni sherehe yao, sisi naambia mnatakaje? Siwasaidie upande gani? Sababu hatuwezi kata uhusiano na hao sababu ni familia 100%. Lakini tunaambia nyinyi kwa upande wenu tunajua mnatakaje tuwasaidie nini upande gani? Nakumbuka kulikuwa na sherehe moja hapo pale. Kulikuwa tunaposa msichana, tunapatiana msichana. Msichana yenyewe ni dada yangu. Naye si Muislamu. Mzee ni Muislamu, mama ni Muislamu. Msichana si Muislamu sababu mzee akasilimu. Na akasilimu kama msichana ni mkubwa tu. Sasa itabidi kati alisilimu mzee, msichana alikuwa mkubwa tu ameshamaliza shule. Sasa akapata bwana. Sisi pia tukawa na sherehe. Atauliza sherehe yenu mtaka tufanyaje? Mtaka nini tufanyie? Umepatia ng'ombe ya kuchinja nini hizo tu. Sawa ndio. Tukapatia. Haki yake aende naye. Kwa hivyo mimi naona hakuna kupingana sababu kama tumeelewana. Wewe ukiwa Mkristo hatukatashi mambo yako, labda ukikubali sisi sawa. Hatupingi. Na hata wao hatupingi. Tukiwa na sherehe yetu wanakuja. Wanakaa na sisi. Mpaka mmoja apende mwenyewe sababu tulisoma kwamba dini hakuna kulazimishana. Sasa sisi tumeona hiyo ilitusaidia sana sana sana. Hakuna kulazimishana kwa dini. Wakiwa kwa ruhusa kukaa na sisi. Sisi kwa ruhusa kukaa nao. Ngawaje wametambua katika kuchinja wanasema mpaka wachinje Uislamu. Hiyo wameweka tick na watu pingi. Watu pingi. So hizo ndio mimi naona kwa familia zetu hatujakuwa na kupingana kwa dini. Ni kama tumeelewana tu kila mtu akae kwa laini yake. Asiguse laini ya mwingine. Ukigusa laini ya mwingine sasa hii ni vita imetangaza tu tofauti. Na ni familia. Na hii dini tumepata zote. Tumepata kiwa wakubwa na hata hao wamekuwa wakubwa kwa Wakristo. Ingawa Ukristo ndio ilikuwa mwanzo kuingia huko. Hata mimi nilikuwa Mkristo. Kwa Mkristo nikatoka. So kutoka Ukristo labda kuwatoa wale kwa nguvu ama kwa vita itakuwa ni shida. Tutoe pia kwa njia hiyo tu polepole na kwa tabia mzuri ambayo itawafutia waingie upande. Nafikiri hapo ni sawa. Maajabu yenye iko katika kama familia yetu sasa. Unakuta kwamba kuna Wakristo na hao hawatukatazi kutupatia watoto. Hii ni maajabu. Hawapingi ati mtoto awe Muislamu ama aende msikiti. Hani hiyo kitu imekuwa ruhusa. Hana haja. So mimi naona upande wa Uislamu tumekuwa tumeenda mbali. Sababu sisi hatujapatia watoto waende msikiti kanisa. Sisi tumekaukia hapo. Lakini wao wanatupatia watoto wao. Na mama msasi ana dada yangu yule ambaye si Muislamu, yeye mwenyewe akakubali. Anakubali watoto wake wasome madrasa. Na yeye ni Mkristo 100%. So naona kama upande wetu ndio imeenda vizuri. Upande ya dini yetu ya Islam. Si kama wao. Sasa hapo tunaenda kinjaro, tunaenda mbinu polepole. Naona kwa upande wetu hakuna waliotoa kwenda kwa kanisa hakuna. Lakini upande wao tunatoa. Tunapata watoto. Ukienda ukihesabu hata sasa ukienda hiyo madrasa ya Ustadh Saidi Abdalla Saidi, utakuta wanafunzi wazazi wao wengi sio Islam, lakini wamekubali. Sasa tunaona kwamba tuko mbele.